Utakuwa umekutana na reason nyingi sana ambazo wataalamu wako watakuwa wanakuambia kwamba ndio sababu ambazo zinapelekea matangazo yako yanashindwa kufanya vizuri wakati wa kufanya hiyo business yako katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Sasa kwenye hii episode ya siku ya leo nataka nikutajie siri ambazo zimejificha nyuma ya kukosa kwako matokeo mazuri kwenye matangazo ambayo unayafanya kwenye mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Reasons ambazo zinapelekea wewe unashindwa kupata matokeo mazuri kwenye matangazo ambayo unayafanya kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Ni siri ambazo of course sio rahisi kuweza kugundua kama ndio hizo ambazo zinakukosti, lakini pia ukizigundua na ukaja ukarireti na kitu ambacho nikifanya sasa hivi, I hope utapata namna nzuri ya kuweza kujaji kwamba okay, hiki ndio kitu ambacho kilikuwa kinanipa matokeo mabaya sana wakati wa kutengeneza matangazo yako. Kwa hiyo hakikisha unasikiza ya kwanza mpaka ya mwisho, kwa sababu sijazipangilia katika mpangilio ambao unaweza ukauelewa kirahisi, lakini kila reason ina nguvu yake, lakini pia kila sababu ambayo utakutana nayo hapo ina mchango wake mkubwa sana katika kufanikisha na kukufelisha kwenye hayo matangazo yako. Namba moja ni kuwa na offer ambayo si nzuri, yani tunasemaga weak product offer. Offer ndio itaamua pia kwa kiasi kikubwa sana uweze kupata matokeo mazuri, kwa sababu unaweza ukawa na knowledge nzuri ya kufanya matangazo, unaweza ukawa na budget nzuri ya kufanya matangazo, unaweza ukawa na ad creative nzuri ambazo zitafanya vizuri, lakini the moment umeshindwa kutengeneza offer ambayo hakuna mtu ambaye anaweza kuikataa, ndio time ambayo unakuwa umeharibu kila kitu, kwa sababu hiki ndio kitu pekee ambacho kitaamua wewe upate wateja ama usipate wateja kulingana na namna ambayo utakuwa umewasilisha product yako. Kwa hiyo hakikisha unapotengeneza tangazo lako uwe na offer ambayo iko vizuri, offer ambayo itaeleweka kiurahisi, lakini offer ambayo hakuna mtu ambaye anaweza akaikataa kwa mujibu wa target ambayo unaitaka. Lakini pia reason ya pili ambayo inapelekea matangazo yako yanashindwa kufanya vizuri ni kwamba hauna ile knowledge sahihi ambayo itakusaidia wewe kuweza kutengeneza matangazo ambayo yako vizuri. Kuna watu wengi sana wanafanya matangazo just ameona tu kwamba okay, kuna kuboost pale and then tangazo litaondoka, kuna kutumia ads manager and then tangazo litaondoka, lakini hawana knowledge sahihi ya kuweza kufanya matangazo, wanachanganya vitu vingi sana. Hii nao pia ni miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea wewe kushindwa kupata matokeo ambayo ni mazuri kwenye matangazo yako. Lakini pia sababu nyingine ni kuwa na ad creative ambayo haivutii, ad creative ambayo ni mbaya. Picha pamoja na video ambazo unazitumia ni mbaya, haziwezi zikashawishi, hazivutii, zina quality ya chini, umezikopi kwa mtu. Hii ni pia ni sababu ambayo inapelekea matangazo yako yanashindwa kufanya vizuri, kwa sababu unaweza ukawa na budget nzuri, unaweza ukawa na offer nzuri, unaweza kuwa na knowledge nzuri, lakini the moment umetengeneza ad creative ambazo hazivutii, ndio wakati ambao unakuwa tayari umeharibu kila kitu, kwa sababu ad creative ndio inayoenda kuonekana kwa watu. Ad creative ndio inayoenda kuonekana kwa watu ambao umewatarget. Kwa hiyo usipoiweka vizuri, na maana kwamba tayari umeshaharibu kila kitu. Hakuna mtu ambaye atashawishika, hakuna mtu ambaye atakuwa willing kutazama vitu vyako. Even hata Facebook wenyewe ni lazima tu atakukazia, kwa sababu unatengeneza vitu ambavyo vinakera zaidi kwenye matangazo yako. Lakini pia kitu kingine ni wrong audience targeting, yani una target watu ambao sio. Nishazungumza mara nyingi kwamba kuna aina tofauti za wateja ambao wanapatikana kwenye matangazo yetu kwenye mitandao ya Facebook moja na Instagram. Kuna wale wateja ambao ni wapya ndio wanawafikia kwa mara ya kwanza, kuna wale wateja ambao tayari wanakujua, na kuna wale wateja ambao wanafanana fulani hivi na wateja wako ambao tayari umeweza kuwahudumia. Sasa unaweza kashangaa tangazo lilikuwa ni la kwenda kwa watu ambao umewahi kuwauzia, wewe ukalipeleka kwa watu ambao ni wapya. I mean watu ambao wanahitaji pia knowledge kidogo kuhusiana na kitu unachokifanya. Unawapelekea tangazo ambalo ni jipya la kuuza moja kwa moja. Kwa hiyo utajikuta automatically unafikia audience ambayo sio. Kwa hiyo ni lazima uplan pia kwamba ili tangazo langu nalipeleka kwa aina gani ya audience ambayo naitaka. Na hii itakupa urahisi zaidi wa kutengeneza kila kitu ambacho kitakuwa ni kizuri kulingana na target ambayo unaitaka. Na mwisho kabisa ya vitu ambavyo vinapelekea wewe kushindwa kupata matokeo mazuri kwenye matangazo yako ni kuwa na website ama landing page ambayo si nzuri kwa ajili ya kuweza kufanya conversion, lakini pia kuselect destination ambazo haziwezi kukupa matokeo mazuri kama kupeleka wateja WhatsApp kwenye visit profile. Ni miongoni pia mwa sababu ambayo inapelekea matangazo yako yanashindwa kufanya vizuri, na mwisho wa siku unajikuta unatumia pesa nyingi sana kwenye matangazo, lakini unapata kiasi kidogo sana ambacho kinarudi kwenye hayo matangazo ambayo unayafanya, kiasi ambacho
investment ambayo unaifanya na kitu ambacho unakipata vinakuwa ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo unataka kufanya kazi hivi vitu kama kweli una nia ya kupata matokeo mazuri kwenye matangazo yako ya Facebook pamoja na Instagram. Na hili ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo utaitumia kufanyia matangazo, knowledge ambayo itakusaidia kuweza kupata matokeo mazuri kwenye matangazo yako ya Facebook pamoja na Instagram. Kwa hiyo kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye unahisi hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, tafadhali share naye, lakini pia usisahau kuniachia comment yako katika upande wa comment hapo chini, kitu gani ambacho umejifunza na kipi ambacho unawish kujifunza katika episode ambazo zinakuja. Mimi naitwa Joram Tanzania.